habari za leo, karibu tena katika channel yetu ya W Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Moja ya swali tumekuwa tukiulizwa ni kwa nini bawasiri urudi hata baada ya kutumia dawa tofauti na wengine baada ya kufanya operation. Kwa nini changamoto huwa inarudi? Ni moja ya swali ambalo limekuwa likifanya watu wengi wanakuwa wanapitia maumivu makali sana, ambayo imekuwa isababisha maumivu makali sana na madhara makubwa yanayosababishwa na bawasiri. Moja ya madhara makubwa sana huwa inapelekea ana sphincter kuweza kulegea. Kwa hiyo mtu anapata choo bila kuweza kukizuia, au kansa ya kwenye njia ya haja kubwa. Ni moja ya changamoto inayosababisha na kuwa na changamoto ya bawasiri bila kutafuta suluhisho. Sasa moja ya sababu kadha wa kadha zinazosababisha ushindwe kupata matokeo baada ya kutumia dawa na kupata operation. Kwanza ni unatibu uvimbe, sio chanzo cha tatizo. Watu wengi wamekuwa wakiangalia ule uvimbe kwenye njia ya haja kubwa bila kufahamu hicho sio chanzo cha tatizo. Hili ndio moja ya changamoto au moja ya sababu inayosababisha wengi waweze kupata kutumia dawa nyingi bila kupata matokeo. Ndugu yangu, unachokiona nje ni matokeo, sio chanzo cha tatizo. Chanzo cha tatizo ni mishipa inayopatikana kwenye njia ya haja kubwa. Hiyo mishipa ndio chanzo kimojawapo kinachopelekea bawasiri. Na unapokuwa unatibu changamoto hizi, unatakiwa utibu mishipa. Hiyo ni ya kwanza, mishipa kwa njia ya haja kubwa kuweza kulegea na kuwa dhaifu. Namba 2 ni kuimarisha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Kuna watu unakuta anapewa na mtaalamu dawa ya bawasiri au unafanyiwa operation ya bawasiri, regardless una changamoto ya asidi, una changamoto ya vidonda vya tumbo, ndugu yangu, huwezi kupona. Hakikisha unatibu chanzo cha tatizo. Ndio maana ukipata tiba kutoka kwetu lazima iwepo tiba mojawapo inayoimarisha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula, ambao hiyo ndio itakusababisha kuweza kupata choo ambacho ni kizuri, sio choo kigumu. Kwa jikibuzo shapita tumeshaelezea choo, aina ya choo kigumu kinachosababisha bawasiri. Kwa hiyo unachotakiwa kutibu unapokuwa unatibu changamoto ya bawasiri, hakikisha unaangalia mishipa kwenye njia ya haja kubwa. Hiyo ndo chanzo cha tatizo. Namba 2, kuimarisha mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula. Hapo bawasiri ni kwisha kabisa. Lakini namba 2 ni choo kigumu kinaendelea kila siku. Mmekuwa mkiangalia uvimbe, mnatumia dawa za kupuliza, dawa za kupaka, dawa za kudumbukiza na dawa pengine mnafanya operation, lakini pia je, choo kigumu umeweza kukidhibiti? Umeweza kutibu mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula? Ndio hicho kinachosababisha choo kigumu. Ndio maana sisi kwetu inakuwepo pile powder kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula uweze kupata choo kwanza. Ndio maana unapokuwa unatibu changamoto ya bawasiri lazima uanze kutengeneza mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula, kutengeneza choo. Unatibu kama una vidonda vya tumbo, tibu kama una bakteria wabaya, tibu. Hiyo unaweza kuondokana changamoto hiyo. Kama una changamoto ya asidi, tibu ili uweze kuwa rahisi sana kuondokana na changamoto hiyo. Namba 3 ni kunywa maji kidogo sana. Watu hatunywi maji mpaka tuelekezwe na daktari. Kutumia maji mpaka tuelekezwe na daktari. Yaani mtu akielekezwa na daktari hapa anakunywa maji, lakini hawezi yeye mwenyewe kujijengea utaratibu wa kunywa maji. 75% ya mwili wa binadamu ni maji. Lakini pia kuna wenzangu na mimi ambao wanaendelea kunywa pombe. Pombe inakausha maji, inasababisha ukojoe mara kwa mara. Ndio maana ni hatari sana pombe ukiwa na bawasiri kuendelea kunywa pombe, kwa sababu inakupelekea choo kigumu. Kwa hiyo maradhi ya bawasiri kuweza kuongezeka. Namba 4 ni kula ugali mzito, viazi, ndizi na nyama nyingi. Vyakula ambavyo vina fiber, ambavyo visivyokuwa na fiber lakini vinakuwa na starch nyingi, na hivi havifanyi mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula kufanya kazi vizuri, au vile vyakula havimeng'enywi kiurahisi. Ndio maana mara nyingi vimekuwa vikisababisha maumivu au uvimbe wa bawasiri. Lakini inatokana nini? Inatokana ni ngumu sana kufanywa mmeng'enywaji, kwa hivyo inasababisha choo kigumu. Kile choo kigumu kinasababisha changamoto ya bawasiri. Ndio maana nimekuwa tukiwaambieni hakikisha unatumia vyakula vyenye fiber nyingi. Lakini pia kukaa kwa muda mrefu ofisini, kwenye daradara, kwenye boda, kwenye wale madereva wanaoendesha magari ya muda mrefu. Unapokuwa unakaa kwa muda mrefu unasababisha pressure iongezeke kwenye njia ya haja kubwa. Kwa hiyo pressure ikiongezeka inasababisha uvimbe, inasababisha bawasiri, kwa sababu ile mishipa inashindwa kuhimili. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni kwamba unapokuwa changamoto ya bawasiri
bawasiri, tibu mishipa, inaondoa changamoto haraka. Lakini pia stress huongeza pressure kwenye njia ya haja kubwa, inaongeza pressure kwenye mishipa kwa sababu stress inaongeza ile blood flowing moja kwa moja, mzunguko wa damu. Sasa hii unakuta mzunguko wa damu unapoongezeka, ile mishipa inapata pressure, kwa hiyo inaweza ikapasuka ikasababisha changamoto ya bawasiri. Lakini pia kutotibu asidi na gesi tumboni. Nashangaa sana mtu anakupatia tiba ya bawasiri bila kutibu asidi na gesi tumboni, huwezi kupona kwa sababu itaendelea kuharibu mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Lakini mwisho, kuanza dawa na kuacha kabla ya muda. Wengi hatupati miongozo, tukishapata matokeo basi tunasahau kwamba tunatakiwa kumalizia dozi. Hichi ndio kitu ambacho kinasababisha wengi tumekuwa tukitibu bawasiri lakini bawasiri haishi kabisa. Nikukumbushe, kama una changamoto ya bawasiri niambie hapo chini neno bawasiri ili uweze kupata namna ya kuondokana na changamoto hiyo. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.